Mwanga mkoa wetu wa Mwanza upe nuru. Amin. Na atufungulie elimu na misimu ya namna hii inapokuwa imejitokeza tuiweze kuitumia kwa fursa zenyewe zinapojitokeza. Naam, watukufu wa Islamu, kama mmeona mhadhiri wa kwanza ameelezea kuhusu funga na ahkamu zake, akaugelea vipande vingi kapita. Mimi ni mtu wa kuzibia tu. Kwa kweli funga kama mnavyoiona ni funga, utakuta kwamba hata kabla Uislamu haujaja hii funga ilikuwepo. Na ndio maana shaka akarejea kwenye lugha akasema kwamba mutlaqus saum. Sasa nani funga, utakuta kuna maina funga chafu, funga nzuri, na hakuna funga nzuri kama ile tueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Kwa hivyo kwenye lugha ya Kiarabu yukalu farasun swaimun idha mtana anil akli. Naona kilugha hiyo. Wanyama nao wanafunga, je, siwezi mwanadamu? Allahu Akbar. Mungu anatufundisha hapa wanyama wanafunga. Lakini ufungaji wao wanajiziwia kula. Kwa sasa Waarabu walikuwa na domestic wanyama hawa ndio wanashinda nao, wanalala nao. Wakati wanapoona wamejiziwia kula, anasema farasi wangu kala kafunga, anatumia neno hilo. Na vile utakuta hata kabla ya kuja Uislamu kuna saumu al-barahima wal-hunud. Kuna funga ya kalasinga na kina barahima. Barahima ni makabila ambayo yanapatikana ndani ya India. Wenyewe walikuwa nafunga yao aswamtu fi nahari. Na wakati mwingine unajichoma moto kwa ajili ya kumridhisha Mungu, lakini zisofunga bora. Allahu Akbar. Nao hao vile walikuwa wanafunga, lakini funga yao ni nini? Ya kukaa kimya, yani wanatafuta radhi ya Mungu kwa kujinyima yale ambayo wenyewe wanawajibika ya wakamilishe ujumbe wao katika uhai wao wa kila siku. Na sisi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye funga ndivyo anavyotaka tunyime kwa ajili ya kufikia radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutesti muda mfupi tu, vidonge 30 au siku 30 kwa hivyo tunapoeleza. Na hivyo ndivyo utamkuta hata Sayyidatu Maryam kwenye Qur'ani, inni nadhartu lirrahmani sauma. Yani funga hilo kwa nini? Imtinaa anil kalami. Na ndivyo viongozi tulio nao manaswara nao vile na wenyewe wanafunga vile. Lakini funga yao utakuta ni kujizuia baadhi ya milo na nini, na ndio kwenye aya kama tutavozisoma hapa mtakuta Mwenyezi Mungu alipotaeza na kama walivyofaradhisha walipokuwa. Sasa funga inatofautiana kulingana na watu na zama zao na mwongozo wao. Sasa wenzetu Mayahudi na Masoro walikuwa wanafunga, lakini funga zao hivyo zilikuwa za kujizuia baadhi ya milo. Kwa ufupi, na ndio vile kuna funga zingine baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika, maswahaba wakataka saumu wa dahari, saumu wa wiswali. Naona hizo vyote vilikuwa ni pengele, lakini Uislamu umekuja umehadhibu, sijui mnanielewa. Uislamu umekuja kupanga utaratibu mzuri. Watu walikuwa wanataka kufunga dahari, wifunga dahari kwa mwanadamu hawezi kumudu. Maswahaba walitaka kujitahidi kufunga mbea fanwasa wala faliusili ila sahari. Kwa hiyo tunajaa funga nyingine. Siyamu as-sahur. Siyamu wale ambao wanapenda kwamba mwezi wa Ramadhani mwezi wa kujitolea kweli. Mwingine anataka Ramadhani asifunge awe kama malaika. Na ndio lengo tunalotakiwa tufike sisi. Sasa wengine maswahaba walikuwa wanajitahidi sema basi kama hivyo wewe chukua saumu wa sahuri, unakula daku. Wewe muda wako wa kula chakula katika mwezi wa Ramadhani ni wakati wa kula daku tu. Hiyo ndio saumu sahuri. Na ndio Mtume kaifungulia, itakuta saumu al-wiswali ina matatizo mengi, wengi wanaumia. Kwa ufupi jamani, aya hizi 5 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazikokoteza mara moja, na inafungulia maajabu mengine ya Qur'ani hapa. Utamkuta Mwenyezi katika aya kuanzia aya 183 mpaka aya 187 utakuta tunaelezwa mlolongo wa funga tofauti na hukumu zingine zinapokuja kwenye kitabu. Utakuta kwenye sura fulani inapachikwa, kwenye sura fulani inapachikwa, kwenye sura fulani inapachikwa, lakini Qur'ani yani kadhia ya saumu kwa vile imekuwa kadhia musallama, yani ni jambo ambalo Uislamu inabidi walipokee, sijui niseme kidedea, yani kama lilivyo bila kusita. Hamna haja ya kurejea mara 2 mara 3. Sasa hii hadha ni minajabi Al-Qur'ani katika mpangilio wake. Wende kwenye swala utakuta swala kwenye juzu surati Al-Baqara imetajwa na sura sijui mara ngapi, zaidi ya mara sijui 80 na ngapi.
Lakini funga utakuta imetajwa kwa hizi aya 5 tu kuonesha kwamba ni kadhia musallama, mpokee kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyofungulia kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, enyi mlioamini mmefaradhishwa kwenu funga, yani mmewajibishwa kwenu funga kama walivyowajibishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Hii kadhia ya kumcha Mungu maudhu kesho huko, naona kina Sheikh Kibande huko ndio wana kadhia zao. Kwa hivyo wenzetu walikuwa wanafunga kama tulivyosema, Mayahudi na Manasara vitabu vyao wanaambia kufunga. Sasa na sisi tunaposema kufunga, funga zao saa nyingine zinapishana na sisi, hamna haja kwenda kudodosa. Ukikuta saa nyingine wanajizuia baadhi ya kula kwa sababu la mubayyan fi kitabina wala miwadha. Hivi atakuwekea wazi kwamba funga zao zilizokuwa hivi na hivi, lakini funga zetu Mtume sallallahu alaihi wasallam awdahahu wa bayanahu, wametuwekea wazi kama alivyotuelekea kule shekhe nani muhadhiri wa kwanza, min tulu'i alfajiri ila ghurubi ash-shamsi mahaniya wa imtina'i yani shurubi wal akli wal jima' na vingine vyote hivyo. Hivyo ndio utaratibu wetu. Sasa kwa hivyo funga kwetu ni sahili, wenzetu wameweza kubeba na sisi tubebe. Tena Mwenyezi Mungu akatuonesha ayaman ma'dudati, faman kana minkum maridan aw ala safar faidatu min ayamin ukhra. Hapo tunakuta kama vile Sheikh alivyotukumbusha, unatajwa ahlul a'dhari. Kwa hivyo wanafiki, vitabu vya fikra mnavyoviona hawakubuni wenyewe, Mungu kawapa vipaji, wamesoma Qur'ani wakatupangia. Wametupangia yote, yamejaa huko. Mtume naye anakuja na zibia. Sasa kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni masiku machache tu, 30 yauma au 29 yauma. Sasa una vidonge 30 kana kwamba Mungu anakupa targhibu hapa, anakupa targhibu. Na madaktari siku hizo wanakuambia ili dozi inoge vianzie 30. Sasa na wewe mwezi wa Ramadhani unapata dozi 30 na mtaendelea kuona tiba yake kwenye maudhui zingine huko. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaanza kuwataja wale adhana, anasema yote ambayo atakuwa ni mgonjwa. Sheikh alitaja ndani al-kibari wa zamana, wazee hawa nao vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakubali nyudhuru zao, na ndio tutasema nini, idha tasaa daqa wa idha daqa tasaa. Dini yetu inaenda sambamba na maumbile. Wakati wa matatizo inafungua, wakati wa hakuna matatizo inabana, inakurudisha pale pale. Kwa hiyo funga ni kitu chepesi tu. Ukifika matatizo Mwenyezi Mungu anakuambia subiri ya siku nyingine utaipa. Na hapa kawataja mwenye kuwa mgonjwa au safarini, na safari ya msemo kama tulikumbusha Sheikh, ambayo inahalalika kufungua, iwe ni safari mubaha, sio safari maasiya. Mtu anafunga safari zake. Wengine wamesema hata safari kumtafuta mtumwa wako bado hajakuruhusu kufungua Ramadhani. Si mali yako hiyo. Kwa sababu hujui mwezi gani, tarehe ipi utamuona. Laysa lahu ma'luma hadha. Naona sasa safari zenyewe zile ambazo Uislamu umeruhusu, na vile vile iwe ni masafa ambayo inajuzu mtu kupunguza sala kama wanavyosema wanazuoni. Iwe marhalatain. Naam, shukran. Sasa kwenda kufanya naam. Kwa hivyo safari iwe ni safari ambayo inaofungulia vigezo vya halali, isiwe safari za maasi na nini. Na faidatu min ayamin ukhra, hawa wana nafasi ya kurejesha masiku mengine. Naona zuoni kama alivyotukumbusha Sheikh, hawa bwana wanatakiwa wenyewe tunaita ahlu a'dhari. Ni kama vile msafiri, mgonjwa, na wengine na malmughma alayhi. Kuna wengine ambao wanazimia, lakini kuzimia kwao sio mutbaq, sio mchana mzima, kwa kukata utakuta wanazuoni wamefasiri kulingana na hali zao zilipo. Sasa hao wanapokuwa ahlul a'dhari wana unafuu kidogo kuliko hao wengine wenzetu mwezi wa Ramadhani ambao unaomdiriki yeye hataki kuufunga kabisa. Na kweli maulama wamekubaliana kama alivyotukumbusha Sheikh, wamekubaliana baada ya kudhibiti kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume na ijmaa kwamba mwenye kuacha kufunga mwezi wa Ramadhani akawa sio miongoni mwa ahli al-a'dhar, fa innahu munkiru mimma thabata min ad-din bi darura, kama kala Sheikh. Kafiri, mkisema kafiri ndio mnachukia zaidi, murtadi, halalu dami. Sasa ni jambo zito tena, na nyinyi mnavyojua kuna hadithi nyingine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote ambaye mwenye kula kwa mwezi wa Ramadhani alafu hata kama akilipa kwa kufunga mwaka mzima Mungu amkubali. Hizo ni hadithi ya waidia. Ona Mungu anachukia namna hiyo.
Sasa lakini maulama wanasema mtu wa namna hii, watu wengine wagana zembea kwenye mwezi huu unapokusha ndio anaanza kuingia msikitini na anaanza kushamiri, basi ni vizuri alipe, sio kwamba alegee akae hivi bila kulipa tu. Ajue kwamba analeta istighfari kwa wingi, amtake msamaha Mungu na afungulie tauba nasuha na afunge, kwa sababu Mwenyezi Mungu hao ambao ni matatizo kawapa muda wa kulipa. Kama ingekuwa jambo la hiari basi angewasamehe hawa. Hapo kwa hivyo ni kupuuzia nguzo za namna hiyo, wajitahidi kuacha uzembe wa namna hiyo na upuuzi huo. Na kama tulivyosema, dini ya Uislamu idha baqa tasa wa idha tasa baqa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anasema na wala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Na watu wa Islam, funga hii kama tunavyoiona, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa gwaride, sijui ni abiri vipi. Ni mwezi ambao tunataka tubadilike. Tuone mafaulat. Hizi siku 30 zinatuweka tayari kuwa wacha Mungu. Sasa mujibu wa aya hii ambayo inasema na wale ambao wanaifunga kwa shida basi watu fidia kwa kulisha maskini. Hapa tumesema kwamba wanaingia nani? Wazee. Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na hivyo akasema faman tatawwa khairan fa huwa khairul la. Na yote ambayo mnakujitolea ya khairi basi itakuwa ni khairi kwake. Hapa ni maana kwamba Mungu anatutaka sisi japokuwa tunafunga tusisahau kulisha. Iftaru saimin, na shekhe kagusia hapo. Ukisema kwa maswahaba la kwa mambo watu kwa wanajitolea mwezi wa Ramadhani, viungu vilikuwa haviondoke kwenye mafiga. Yaani mwezi wa kufuturu, sio mwezi wa kula. Ni mwezi baba rani, unakuta chungu huku, unakuta chungu tadhani chungu cha Suleiman alayhi salam, kama Mungu alivyosifu kwenye Qur'ani, viungu hivyo ambavyo visivyoipuka. Na mimi sina haja kuwataja wengine ambao walikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani, ni musabaka kweli. Kwa hivyo natakikana sisi jamani, mwezi wa Ramadhani ilikuwa inatakiwa hivyo, mtu akifunga Ramadhani pamoja na kulisha chakula. Na ndio maana utakuta zimerejea tena mara mbili hichi kipengele pamata toa fa khairu la, akakiacha. Kwa hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kuwa ni wengi wenye kufunga na kufuturisha. Wa antasumu khairu lakum. Pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba na kufunga itakuwa ni bora zaidi. Na wengine wanasema kwamba hii aya ilikuwa inahuyarisha kutaka unaweza kafunga au ukitaka ukalisha chakula. Lakini ilipokuja hicho kipengele kuonyesha kwamba funga ni bora zaidi. Sasa na bora zaidi nini? Yule anayokusanya vyote vizuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hizi 5 utakuta kataja utaratibu na mambo chungu nzima ambayo yanayofungana na saumu. Akasema Ramadhani nini, Qur'ani imeshuka kama hivyo. Sisi kama tulivyozungumza, maudhui yetu hii leo iko katika ahkamu saumu, hukumu za saumu. Kama alivyopitisha mwenzangu, kuna mambo mengine watu wanadhania kwamba yanafuturisha na hali ya kuwa yafuturisha kutokana na kutokujua kwao arkan, kutokana na kutojua kwao ahkamu saumu. Moja wapo ni kuoga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Muislamu ana nafasi ya kuoga, lakini ana utaratibu wake wa kuoga, sio wa kupiga mbizi. Sio wako kama una bwawa lako sikuini pula nyumbani, sio unajitupa mzima. Ile milango matundu yale yanapitisha. Sasa kwa hiyo kama unaoga wima, unaoga kwa kata, unamimina, una nafasi ya kuoga pasina kipingamizi. Na wengine utakuta wanasema wakati zawali hapa nafsi inakuwa inatamani sijui isiwe saa 6 na nini, lakini hakuna kiziwizi kama utakuwa umechukua tahadhari kama hivyo. Usizamie ndani ya maji mengi, oga ukiwa wima na maji yaweze kutiririka ukiwa chini. Na jingine watu wanadhania kwamba katika yanayofunguza katika mwezi wa Ramadhani, sio nasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fadhila, na ndio maana hata Sheikh alikuwa anapiga kelele hapa na nini al-fasru wal-hijama, kwamba mtu kuumika au kukata mshipa, kutoa damu ni vitu vichafu. Unatakiwa mtu akiwa kwenye saumu awe safi, kama mnavyomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, kana ajwada min rihi al-mursala, perfume unazijua, mtu akipuliza hapa nje hakuna mtu anaonunua, kila mtu anapata. Sasa na si mwezi wa Ramadhani unatakikana hivyo. Sasa kwa vichafu vyote inabidi tuviache, lakini kuna vingine vichafu vinaweza vikajitokeza, mtasema bwana mimi hali ya namna isifungi. Moja wapo katika mwezi wa Ramadhani, mtu anaweza katia nia ya funga usiku, akamka sawa akapumzika na mke wake, akaja kuoga saa 4.
funga ipo. Lakini kuna mwingine madhhabu Abu Hurairah anakuambia hamna funga. Sasa man shaddada Allahu alayhi. Sasa tuna nafasi vile vile, sikutaka kwenda kwenye haya nyingi kwa sababu sio maudhui yangu, acha tusitafute ahkamu somo. Tuna nafasi ya nini? Sheria ni msumeno. Mwenzako ukajisahau kaamka kuoga, umwambia funga hamna bwana wewe. Au labda na hiyo nani? Ahlul muridi labda ala kuli hali, maana wenyewe ndio vichafu hivi zaidi, wanaepuka zaidi usiku, anasafisha na nini. Sasa ukajikuta wewe funga yako ndio hivyo saumu al-khawas, basi hakikisha kwamba unaoga, lakini usifungulie mchana, unaamka na nini na vichafu kama hivyo. Na jingine tena, kuna mambo mengine kama tulivyosema, idha tasadaka wa idha baqa tasa. Mtu kwa mwezi wa Ramadhani unapita barabarani, unakutana na vumbi inaingiza, na hapa kuna masala ya dukhani, shekha alizungumza hapa, sema vumbi nayo ipunguzi. Wenzetu wako kwenye matana mashine ya kusaga, wengine ndio mwezi wa Ramadhani wanatafuta hela, wanasaga mawe, sijui wapate unga gani wa kutengeneza na cement au nini. Zile vumbi zote haziathiri saumu. Kwa sababu gani? Lam yataata. Nami hapa na kazi aliposema shekhe kwamba mtu yote ambaye mnakufunga mwezi wa Ramadhani ukivuta sigara kwa sababu wewe umefungulia mlango wa kuvuta, usifananishe kama Sheikh Mtaliku anasema hapa vumbi au moshi haifunguzi, basi na wewe mwisho wako wa dukhani wa sigara ukasema kwamba Sheikh Mtaliku ana nini. Wewe umefungulia, umejua ni mwezi mtukufu huu, haustahili wewe kuvuta sigara. Ndio mtu tumesema kwamba inakatazwa wewe mwenye kuvuta sigara. Na vile jamani, katika vingine vinavyopunguza mwezi wa Ramadhani huu, alhukna almughadhiya, naona shekha amezungumza, nakumbuka wengine kama wenzetu maaskari kule wanapokuwa Jabha, si unasema Jabha, mtutuni, vyakula vyao wakati wa dhiki unapigwa sindano za chakula. Naona wenyewe unajiweka wazi, sindano za chakula. Ikiwa ni sindano ya chakula, basi haistahili mtu kuipiga ndani mwezi wa Ramadhani, inafunguza. Je, kutoa damu kumsaidia mwenzio, naona kama vile shekha amesema, mimi hata vile naona ni makruh kwa sababu mambo ya damu haya, wewe bora uache, lakini kweli funga ipo kwa sababu inatokana katika au ingi kwenye aljaufu. Na vile kuna wengine wanaojisahau katika mwezi wa Ramadhani, wanapiga bomba kwa njia ya nyuma. Maulama mkenda kwenye vitabu mtashangaa, wengine nasema hata kujikuna huku kidole kikaingia hivi. Ndio hukumu zetu. Tujiangalie jamani, tunapokuwa saidia tunawashwa, tusiteleze funga zetu tukaziharibu kwa kutonesha. Mimi nahesabu kutonesha huko. Na vile katika mwezi wa Ramadhani Sheikh ametilia mkazo hapa, kuna wengine wagonjwa kana yukabili wa huwa saim, ndio lakini amlakukum liribati, alikuwa anajikontroli. Sasa mimi ni mbovu, kwa mwezi wa Ramadhani waga namkimbia mke wangu, nenda ukaa msikitini. Sasa na wewe ukijikuta kwamba ni mbovu, ukimtazama nguo imeharibika, naona mnanielewa, funga hamna, nguo ikiharibika kama alivyosema Sheikh, umefungulia taataita, jicho lizibe liwe na heshima. Sasa hayo ni mengine mengi ambayo yanaharibu funga zetu, na mengine ambayo watu wanaweza wakateleza pasina kujijua. Na vile katika mwezi wa Ramadhani Sheikh ametukumbusha mustahibati saum. Katika mwezi wa Ramadhani jamani, tujitahidi mwezi wa Ramadhani usiishi, tujitahidi tumeenda kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani. Imekuja riwaya ka hajjatu ma'i au sawa na hija, na ndio utakuta Ubaida hapa kila mwaka ndio namjua, sangine ni mnajua wengi, kila mtu anataja na wajua. Kila mwezi wa Ramadhani jamaa amechoka kuchingo tiketi ndogo hiyo, mwezi wa Ramadhani kufanya ibada. Na vile kathratu wa taamu fi al-iyali, mwezi wa Ramadhani bwana, familia yako hakisha wanakula kushinda miezi mingine, hasa kwenye iftari na sahur. Kuna kama ulikuwa unakula kilo 2, sasa zidisha kwa ajili ya Ramadhani iwe kilo 3, mwambie kualisha watu. Je, wewe mwenyewe na wewe zidisha mlo, kwa sababu kesho unaamka unafunga, na lengo nafunga sio kutuziwia sisi kwamba tuwe mazoroto, na ndio maana tukawekewa na kalatu sahur kama alivyosema Sheikh. Alfarqu baina siyamina wa siyamu ahli alkitabi
akalatu sahur. Na wengine unasema kweli hii ni ibada si tunayo hatuna. Alafu ibada Sheikh akatukumbusha tu kwa mwezi wa Ramadhani unatakiwa nini? Alafu inda al-maqdira kama alivyosema. Wa inshatamahu au darabahu. Kwa wenzetu yani kwa mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tu wasamehevu zaidi. Akikupiga la kushoto unampa na la kulia amalizie. Ndio Mtume anasema hivyo. Hamna kurudishia. Wenzetu kwenye vitabu vyetu, kwenye vitabu vyao vya Bible utakuta kwamba ni ibada kamili. Walikuwa ili aweze kuridhiwa kwa Bwana lazima akinge huku na huku. Sasa unaipata kwenye mwezi wa Ramadhani tu. Sasa huu ni mwezi kweli mambo yamejaa. Kwa hivyo tujitahidi kuwa vile vile kafaratu qiraati alqurani wa qiyamul layli. Ndio sehemu zenyewe katika sura kama vile Sheikh hizi zingine tunajikumbushia mwezi huu wa Ramadhani unakuja, tusingangania ile tarawih tu, mtu tarawih na usiku kiamu nyumbani. Imam Shafi anasema hata hiyo ambayo wanaolala ni bora kuliko tunakimbilia tarawih. Imam Shafi kabisa anasema hivyo. Ni sema Shafi nyinyi sasa usiku waga mnaamka nyinyi au mswala tukimaliza tu hapo mambo yameisha. Wasabiqu fil khairati wasabiqu. Tujitahidi Qur'ani mtu unaimaliza mara 30 kuliko hata juzu 30 zenyewe. Wale wazito basi jitahidi hata mara moja. Wale wazito basi Ramadhani kuna majalisi dhikri. Mnakuwa karibu na wale kwa cha Mungu na wapata ucha Mungu utaupata. Si ndio njia za kufikia ucha Mungu hizi. Tujitahidi kusoma Qur'ani kwa wingi zaidi na tujitahidi vile vile kuipata salatu tarawih pamoja vile vile na kuamka usiku. Na vile vile kutafuta usiku wa cheo umewekwa hivi. Ni sunna Mtume mwenyewe alikuwa akifanya. Na vile vile kufanya wingi wa itikafu yote katika mustahabatu saum. Na mimi kila siku nagombana na watu sio itikafu ya kudokoa. Unajua itikafu ya kudokoa? Ile ambayo tunazia au kaza waga tunaimba kule. 20 ngapi jamaa mchana nje. Wasabiqu fil khairati ndio hivyo. Tukumbushane, ukishajua donda utajua namna ya kutibu. Tuna madonda mengi. Kwa baadhi ya msikiti sijui msikiti gani wa Rufiji hapa. Walikuwa wenzetu wanatoka nje anakuja kuweka hema ndani humu. Nani leo sijui Mwarabu katoka wapi? Anakuja kukaa kwa ajili ya utulivu na amani. Wewe unapata utulivu na amani. Jamani mwezi wa Ramadhani bado kuna siku 15 hizi. Ujitahidi kwamba unaweka budget yako ya Ramadhani ili upate kuwa karibu na Mungu wako. Sio unasumbuka kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu ya kuwa hatuna mpangilio, basi tunakuwa tunaamanika ambao mwezi wa Ramadhani ambapo tulikuwa chini ya ibada na kujikurubisha kwa mambo mengi, tunakuwa watu wa kuhangaikia iftari. Tuweke kabisa mwezi wa Ramadhani inatakiwa kuna ili 10 la mwisho ili ndio japokuwa kuna itikafu aina mbili, kuna itikafu mujazaa na itikafu yenyewe ambayo ni ya siku 10 ili la mwisho ili na mtu kilipata ili 10 la mwisho umeshapata wa usiku. Na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya. Naam, unakuwa na vile vile hata kama unashindwa hiyo kwa mwezi wa Ramadhani tena ukifika huku ukiingia msikitini unaleta nani itikafu, hiyo ni itikafu muakkata. Haina muda maalumu. Haina nini? Na ghairu muakkata, haina muda maalum kama vile kuingia hapa msikitini unanunua itikafu sijida tumeendekishika tukumbusha hapa jamaa tununue itikafu zetu hapa. Muda wote huu tumekaa ina mal amalu biniyati wa inna malikul imri'in manao. Sasa tunakusanya kama hivyo. Katika mwezi wa Ramadhani natakiwa itikafu ziende samba na itikafu alakuwa sio wajibu katika miezi mingine iwe imeambatana na funga. Na vile tena la mwisho namalizia jamani katika mwezi wa Ramadhani huu tuwe wepesi wale ahlul adhari wapesi wa kulipa. Funga imeisha, mtu una madonda na kusudia ulikuwa mgonjwa, ulikuwa safarini au mtu mwingine kafanya mambo yake ya uchafu kama hivyo Sheikh alivyosema hapa. Kakutana na mke wake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa vile mwezi wa Ramadhani haukaliwi na kitu kingine, itabidi Ramadhani kimalizika ndio uanze kulipa. Sasa kwa wale adhari hao leo shartu lahum wa tartibi, ila sio sharti mpaka anafunga leo kanafunga kesho, yani kwa kufatiliza, bali anajitahidi, anatakiwa kwa sababu Mungu anakubali udhuru wake, inatakiwa afanye haraka ya kulipa kabla haijakutana na Ramadhani nyingine. Na kama ikikutana na Ramadhani nyingine basi atalipa pasina penalty yoyote, kwa sababu Mungu alishamkubalia
Madhani hapo namkusudia labda ugonjwa wake ukaendelea hadi kwenye Ramadhani nyingine. Umeona? Lakini huyu mtu mwingine huyu ambaye mashallah anafanya ukaidi, yeye hataki kufunga mpaka inakuja Ramadhani nyingine. Kila Ramadhani apoongezeka penalty. Kila si mnanielewa? Afaini yani. Faini ndio mnaelewa na penalty vile vile. Inabidi kafara. Kama ni mwezi mmoja atafunga miezi miwili au atafunga na kulisha kibaba. Akifungia Ramadhani 3, Ramadhani 4, hivyo ndivyo natafikana. Kwa hivyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya mlioyasikia, Mungu atuweze kutufungulia lolote kwenu, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutubarikia kwenye taaluma letu. Wa ila huna aqulu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu khairan fi jannati na'im. Sheikh Hussein Mtalikwa, kwa hakika tumefarijika.